Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Explain, it's time now. You know, Muhammad said, oh yes, as soon as we do this, as soon as we do that. I said, Muhammad, we did that. Oh yes, but we have a couple of other things. It's now time. We've now taken them out and they are out bigly. We got. Ni rais wa Marekani bwana Donald Trump, na kila kukicha kama ilivyo kawaida yake huwa anapata ukichaa mpya zaidi na kuzungumza kauli tata na kauli mpya ambazo hazikuwahi kuzungumzwa ama hazikuwahi kushuhudiwa kusikiwa katika vyanzo mbalimbali vya taarifa. Sasa leo taarifa kubwa, na naomba niende moja kwa moja straight to the point kwa sababu nimesoma maoni na nimeona kile ambacho mmekuwa mkikiandika. Basi leo nitakwenda katika pointi moja kwa moja. Rais Donald Trump amezungumza kauli mbalimbali, na moja kati ya kauli kubwa ambazo amezitoa ni kauli ambazo za kebehi kwa Irani, lakini pia na kauli za kuomba misaada kwa mataifa washirika wa Marekani, akijidai kuyasifu baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati kule Kuwait, Bahrain ili kuweza kupata msaada zaidi. Lakini pia leo amezungumzia uombaji wake wa msaada kwa taifa la Saudi Arabia lililoko kule Mashariki ya Kati, ambalo pia amlikuwa akilitumia kama chambo, yani Saudi Arabia imekuwa kama chao wa Trump katika mashambulizi mbalimbali, lakini pia na kuipeleleza Iran katika masuala ya kivita na masuala ya kijeshi. Sasa bwana Donald Trump ameonekana kukebehi umoja wa kura ya turufu ama umoja wa kujihami NATO na kuenda kuizisifu hizi nchi za Mashariki ya Kati. Yani akizisifu nchi za Mashariki ya Kati ni kwamba zina msaada mkubwa kuliko hata umoja wake wa NATO, ambao yeye amesema kwamba amepoteza fedha nyingi sana kuweza kusaidia umoja huo wa NATO, ambao leo umoja huo wa NATO unamsaliti kwa kile ambacho amesema unamkana na unamwacha peke yake katika vita vikubwa kabisa kwa kile ambacho ameita vita vya ugaidi. Sasa Rais Donald Trump awali akizungumzia juu ya hilo, juu ya uombaji wake wa msaada kwa taifa la Saudi Arabia, mataifa ya Kiarabu kule Mashariki ya Kati likiwemo taifa la Kuwait, taifa la Bahrain, wamekuwa na msaada mkubwa sana kuliko hata mataifa ya kula ya turufu ama umoja wa kujihami, yani NATO. Na hapa hebu tumsikie Donald Trump kile ambacho amekisema katika taarifa yake hii, akizungumzia ushiriki wa mataifa ya Kiarabu, yani Bahrain, Kuwait pamoja na mataifa mengine ambayo kwa kile amesema yameonyesha ushirikiano wa karibu katika vita vyake dhidi ya Iran. I have to say that Bahrain and Kuwait, they were stand up more so than NATO. I want to say more so than NATO. Ninapaswa kusema ya kwamba Bahrain na Kuwait wao wamejitokeza kusaidia hata zaidi kuliko NATO. Hili ni kubwa sana katika vita vyetu dhidi ya Irani. Wameonyesha msaada mkubwa sana kuliko watu ambao wamekuwa wakijiita watu wa muhimu kutusaidia, lakini imekuwa hola kabisa. Nimevunjika moyo sana na NATO, lakini sivunjiki moyo hata kidogo na washirika wa Mashariki ya Kati kama hawa Bahrain na Kuwait. More so than NATO. Now they're a little closer to the action than NATO in all fairness, but very disappointed with NATO. But I wasn't disappointed with our allies in the Middle East and others. And others. We had tremendous. Sasa jambo la kuchekesha zaidi kwa Rais Donald Trump katika kauli zake ambazo amezitoa siku ya hivi leo ni juu ya kauli ya kuomba msaada kwa Saudi Arabia, ambapo msaada huu anauomba yani huku anaikebei Saudi Arabia. Yani sawa na vile umemwambia mwanaume ni mrembo. Sasa hii ni kauli ambayo imeibua sintofahamu na kauli ambayo imekebehi sana wa Saudi Arabia na kuonekana kwamba ni taifa ambalo ni dhaifu na machawa kwa Marekani, ambapo Trump amezungumza wazi wazi akisema kwamba Saudi Arabia imekuwa ikijipendekeza sana kwangu, na mimi niseme tu kwamba wao ni wazuri sana na natarajia kuwa ni wazuri zaidi kuliko ambavyo wao wanatarajia. Ambapo mbali na kutoa kebehi pia ameonesha dhamira ya wazi ya kuomba msaada kwa Saudi Arabia, akisema kwamba Saudi Arabia sasa ni wakati wa kuweza kuisaidia Israeli na kujoini na Marekani, yani kuungana na Marekani katika mashambulizi yake kwa Iran, lakini pia na kuimarisha uhusiano na Israeli ili kuweza kuishinda Iran. Ambapo awali akitoa kauli ya kebehi, Donald Trump alizungumza kama ifuatavyo. Hebu kidogo tumsikie hapa.
He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. Baada ya kuitwanga vikali sana Irani, sasa naona Saudi Arabia anajipendekeza sana kwangu, na hii hakutarajia kabisa kama hangeweza kujipendekeza kiasi hiki. Lakini kikubwa sasa anapaswa kuwa mzuri kwangu, ni bora awe mzuri kwangu vilivyo ili aweze kunusulika na madhila makubwa. Lazima awe hivyo. Mwana wa mfalme Mohammed bin Salmani lazima ajipendekeze sana kwangu ili awe bora zaidi. Na sasa ni wakati mwafaka wa bwana mdogo bwana Mohammed bin Salmani wa Saudia kujiunga na makubaliano ya Abraham Accord ili kuweza kurekebisha na kuhalalisha uhusiano wake wa karibu na Israeli. Hii itasaidia sana katika vita vyetu dhidi ya Irani. He's got to be. But it was really something. He said though, it's amazing, President, because he's a very smart, but a regular kind of a guy. He said, it's amazing, President. A year ago, in that case, it was a year and a half. It was 6 months ago. But a year ago, you were a dead country. Now you're literally the hottest country anywhere in the world. And that was before we beat the hell out of her. Ni rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambapo ni kauli mbalimbali, kauli mtambuka na kauli mseto ambazo ameendelea kuzitoa katika mwendelezo wa taarifa zake, taarifa ambazo wachambuzi wanasema ya kwamba taarifa ambazo hazieleweki wala hazina kichwa, sura wala miguu, yani kiufupi ni hazina kiwiliwili kabisa, yani hazina mwelekeo rasmi. Yani Rais Donald Trump amekuwa akisimama tu, akiamka basi anazungumza kile ambacho anaweza na anahisi kukizungumza kwa wakati, saa na siku husika. Sasa katika kauli zake bwana Donald Trump ambazo ameendelea kuzitoa, ameendelea kujikanyaga sana na ameendelea kujingatangata katika baadhi ya matamshi yake. Kubwa zaidi ambalo leo limeibua taharuki kubwa na kuibua sintofahamu katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ni juu ya kauli yake Rais Donald Trump akisema ya kwamba baada ya kuifanyizia Irani, sasa ni wakati wa Cuba. Hatari sana, ni patamu kidogo hapa. Na kauli hiyo ameitoa akisema ya kwamba kufuatia ukaidi ambao Cuba ameendeleza kufanya kwa Marekani, lakini pia kwa kile ambacho amesema ikiendelea kumtikisia mkia Marekani, yani ikiendelea kumtikisia kiberiti Marekani katika baadhi ya mambo. Na ameeleza wazi wazi kwamba ilikuwa ni dhamira yake ya wazi mara baada ya kunyakua bwana mdogo Venezuela, yani rais wa Venezuela bwana Nicolas Maduro, mara baada ya kuenda kuivamia Iran. Sasa nizamu ya mkaidi wake ambaye ni Cuba. Na akieleza hilo, Rais Donald Trump amesema sasa ni wakati sahihi umefika wa kuweza kuinyakua na kuweza kuishambulia na kuweza kuifanyizia Cuba ambayo imekuwa ni mkaidi sana wa siku zote na mara zote. Sasa nisiwe mwenye kuzungumza sana, twende moja kwa moja tukamsikie bwana Donald Trump akielezea dhamira yake hiyo ya kuweza kuifanyizia Cuba kama ambavyo yeye amesema. Na Cuba si taifa ambalo kama Venezuela ama taifa kama mataifa yale ambayo yako mpeche. Cuba ni moja kati ya taifa imara sana toka enzi hizo, na kama ulikuwa utambui, na ndio maana watu wengi sana wamekuwa wakisema kwamba marais wote majasiri, marais wote ambao wana ukakamavu wanasema kwamba tasikia amesoma Cuba huyu. Yani huyu amesoma Cuba, kwamba Cuba ni taifa ambalo lina historia pana sana katika ujasiri, katika uzalendo, lakini pia katika misingi imara ya uongozi, lakini pia na siasa. Na ndio maana historia ya Cuba bado imeendelea kuandikwa katika mataifa mbalimbali, bado imeendelea kuwa nyenzo muhimu katika uchumi wa mataifa mbalimbali, lakini pia na hata uongozi, ikifuatiwa na Urusi ambayo pia ilisifika katika masuala mazima ya ujamaa. Sasa hebu tumsikie Donald Trump akizungumzia juu ya dhamira yake hiyo ya kuinyakua Cuba baada ya kumnyakua Nicolas Maduro, lakini pia baada ya kuishambulia Iran. Do that. I said, Mohammed, we did that. Oh, yes, but we have a couple of other things. It's now time. We've now taken them out, and they are out bigly. We got to get into the Abraham Accords, and we hope all of the countries are going to be in the Abraham Accords. We have some very brave countries that did it, years ago. They went in, and you know who they are, the early four, and they did a great thing in doing it, and it was great for them also economically, but it was a great thing that they did it. But I think all the Middle Eastern countries are going to be joining now, and in some cases I would say all the Middle Eastern countries and beyond. Sasa baada ya kusikia kauli hiyo ya matambo ya kudhamiria kuweza kushambulia ama kuinyakua
Cuba, taifa ambalo ni imara sana, taifa ambalo lina historia pana sana ulimwenguni. Sasa Rais Donald Trump amekebehi Uingereza. Yaani akiwa anaomba msaada kwa taifa fulani, huaga anaanza na kebehi kwanza ili kuweza kuonyesha dhamira yake ya kuomba msaada ama kuweza kupata msaada wa karibu ama wa haraka. Sasa Rais Donald Trump bana akiongelea swala hilo la misaada ameikebehi Uingereza, ambapo amesema kwamba yeye alimuomba msaada Waziri Mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer, ambapo aliomba meli za kivita pamoja na uwanja wa kurushia ndege vita. Kama mlikuwa kufuatilia kwa karibu sana, kuna uwanja pale Uingereza unaitwa Chagos. Uwanja wa ndege huo upo katika kisiwa cha Chagos, ambapo pale kuna kambi ndogo ambayo ni kambi shirikishi ya kijeshi baina ya Uingereza na Marekani. Sasa katika kisiwa kile cha Chagos, Marekani amekuwa akitumia sana kuweza kuishambulia Irani. Na hapa Rais wa Marekani amesema kwamba alimuomba Waziri Mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer kuweza kutumia meli zake na kuweza kutumia ndege vita zake kuweza kuishambulia Iran. Sasa katika kauli yake hiyo, Bwana Trump amemkebehi Waziri Mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer akisema kwamba yani alimuomba Waziri Mkuu wa Uingereza meli mbili tu, yani si nyingi, meli mbili tu, na ni ndogo sana na hazina hata mwendo, yani hazina speed kabisa. Sasa hii ni kauli ya kebehi kabisa, yani kuweza kuikebehi Uingereza kwamba ni taifa ambalo halina silaha kubwa za kivita, ni taifa ambalo ni dhaifu. Sasa hebu tumsikie Donald Trump akizungumzia swala hili juu ya kebehi kwa mshirika wake wa karibu sana Uingereza, ambaye amekuwa akimpatia misaada mbalimbali. Na Waswahili wanasema kwamba wajinga ndio waliwao, yani wajinga ndio waliwao, na ndivyo hivyo ambavyo Trump ameendeleza kufanya kwa mataifa ambao anashirikiana nao ama anapata msaada kutoka kwao. Sasa Rais Donald Trump alisema, I said, Mr. Prime Minister, we'd like you have 2 aircraft carriers. They're little ones. They're not very good. Nilimwomba Waziri Mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer atuazime meli zake za kivita 2 tu. Najua ni ndogo sana, najua hazina mwendo, na najua pia hazifanyi kazi vizuri, ila tunaweza kuzitumia tu, hata japo kurushia helikopta za kivita, yani kuzitumia kurusha helikopta zetu za kivita. We'd like you have 2 aircraft carriers. They're little ones. They're not very good. I know they don't go fast, and I know they don't work very well, but we could probably use them maybe for helicopters. Ni noma sana. Ni rais huyu wa Marekani Bwana Donald Trump, ambapo ameendelea matambo mengi sana katika vita vyake hivi vya Iran na Marekani, vita ambavyo vimekuwa sasa ni kama vile mpira wa paka na panya. Yani sasa Marekani amegeuka kwa panya na Iran amekuwa paka. Sio tena paka, bali amekuwa tena panya katika vita hivi ambavyo amekuwa kila siku akitoa kauli mpya, amekuwa kila siku akitoa kauli za kushindwa, kuonyesha kwamba Iran yuko juu zaidi na Iran yuko mbele. Na katika mwendelezo wake wa kauli mbalimbali ambazo amezitoa kuhusu makubaliano ambayo yeye kwa kile ambacho kila siku anaeleza kwamba makubaliano yanaendelea kati yake na Iran, sasa makubaliano hayo ni batili, makubaliano ambayo hayahusishi pande mbili. Na hapa Rais Donald Trump amesema kwamba wao wanaendelea kufanya makubaliano na Iran, na amesema kwamba makubaliano hayo yanaelekea kuisha vizuri ama kutamatika vyema, na ameiomba Irani kwamba inapaswa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa hapa, baada ya kutoa vitisho vyake vikubwa kabisa, baada ya kutoa masharti makubwa sana, sasa leo ameongea kwa nyenyekevu akisema kwamba anaiomba Irani iweze kufanya hivyo, yani wanapaswa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kutokana na kile ambacho anasema makubaliano yao kuelekea kwenda vizuri ama kwenda vyema. Sasa wakati akizungumzia swala hilo la kufunguliwa mlango wa bahari wa Hormuz, Trump ameuchekesha umati wa watu wote ambao walikuwa ukishuhudia kauli zake, ambapo Trump bana ameuita mlango wa bahari wa Hormuz, yani ni mlango wa bahari wa Trump, baada ya kusema mlango wa bahari wa Hormuz, jambo ambalo liliacha vinywa watu wengi sana wazi na kuvunjika mbavu kabisa. Sasa akitoa kauli hiyo ya kebehi kwa Irani, Bwana Trump anasema, hebu tumsikie hapa. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Tunafanya makubaliano mazuri sana na Irani na tunaelekea kuwa vyema sana katika makubaliano yetu, na itakuwa bomba zaidi kama tukifanya jambo bora sana. Lakini kabla ya yote, Iran wanapaswa kufungua mlango wa bahari wa Trump. Samani sana, kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, na maanisha kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Samanini sana jamani, nisameni sana, ni makosa madogo sana, ni mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa hivyo Iran inapaswa kufanya hivyo. Could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz.
Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. Bana, ni hatari sana. Kama umekuwa ukifuatilia hotuba za Trump wakati akizungumza, yaani unaweza ukavunjika mbavu ama unaweza ukacheka hadi ukasahau kana kwamba ulikuwa unacheka wakati ambapo Trump anazungumza. Utafikiri vile unacheka na yule mtu ambaye amekuwa akifanya kituko. Sasa wale watu wake ambao wa karibu wamekuwa wakimzunguka pale katika eneo lile pale, wanakuwa pia na wao wanapatwa na yani kicheko, wanapatwa na mshangao, wakati mwingine wanacheka tu yale ambayo Trump anazungumza, zile kauli ambazo Trump anakuwa akizitoa. Sasa wakati Marekani kaendelea kutoa taarifa zake za hapa na pale, taarifa za matambo, taarifa za kebeki na taarifa ambazo hazina uelekeo, Iran imeendeleza mashambulizi makali sana kwa Israel, lakini pia na kwa mshirika wa Marekani kule Mashariki ya Kati, na maanisha Kuwait, ambapo siku ya leo Irani imeshambulia katika uwanja wa ndege mkubwa kabisa wa kimataifa wa Kuwait, ambapo video mbalimbali kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa na jeshi la IRGC kupitia msemaji wake wa makao makuu ya Al-Hatam Andia Headquarters pale Irani amezungumza hili akisema kwamba Irani imeshambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait katika mashambulizi yake na kulenga malengo ya washirika wa karibu Marekani wa Mashariki ya Kati, na leo imetekeleza shambulizi kubwa kabisa katika taifa la Kuwait, ikiwa ni katika mwendelezo tu wa mashambulizi yake ya operesheni ya mawimbi mbalimbali, ikiwemo wimbi la 84 la mashambulizi ya kulipiza kisasi, lakini pia na mashambulizi ya kulipia gharama kwa Marekani na Israeli dhidi ya mashambulizi yake ya kwa raia wa Irani wasio na hatia, lakini pia na kiongozi mkuu wa Irani bwana Ayatollah Said Ali Khamenei ambaye pia sasa hivi ni marehemu. Sasa video hiyo ambayo imetumwa na jeshi la Irani ilikuwa ikionekana katika mitandao rasmi ya Mashariki ya Kati, mitandao rasmi ya taifa na mitandao rasmi ya kijamii, ambapo miongoni mwa taarifa hizo zilikuwa zimechapishwa katika taarifa rasmi ya mtandao wa shirika la habari la Irani Tasnim News, lakini pia na Iran Times. Video hiyo ilikuwa inaonekana kama ifuatavyo. Ni video ambayo inaonekana katika shambulizi kubwa kabisa la jeshi la Iran, yani walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, mara baada ya kutekeleza shambulizi kubwa la kuangamiza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait pale Mashariki ya Kati. Sasa baada ya taarifa hii, jeshi la Israel IDF lenyewe limetoa taarifa yake ya kina ambayo ikisema kwamba sasa imetamatisha mashambulizi rasmi ya angani katika taifa la Iran, ikisema kwamba tayari imeshaangamiza sehemu kubwa muhimu na nyeti katika taifa hilo, jambo ambalo imefanya kutoa taarifa hii rasmi kwamba sasa imekamilisha operesheni zake za angani kule Irani, miji mbalimbali ya Irani ikiwemo mji wa Tehran, mji wa Mashhad, lakini pia na miji mingine kuzunguka ile huba ya Uajemi. Bana, ni taarifa mseto na taarifa mchangamano, taarifa mtambuka kutokea Mashariki ya Kati. Kubwa ni vita vya Iran na Marekani, ambapo hivi sasa uhasama mzidi kwa mkubwa zaidi baada ya rusha ni kurushe, vuta ni kuvute, patashika nguo kuchanika baina ya mataifa mawili, yani Iran na Marekani, lakini Marekani akipata msaada wa karibu ama ushirika wa karibu kutokea kwa Israel, lakini pia na mataifa mengine kutokea kule Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki, hii ni Homa TV. Endelea kusalia na sisi kila siku na kila dakika na kila sekunde, ambapo taarifa kubwa zinakujia hapo ulipo. Pale Instagram andika @Afisatli_official kuweza kujipatia taarifa lukuki na taarifa nyeti kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani, uchambuzi yakinifu, uchambuzi wa kina, uchambuzi uliotukuka kutokea hapa pekee. Ndipo sehemu sahihi na sehemu imara ambapo unapata taarifa hizi kwa undani. Tutaona wakati mwingine. Bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.